Siku ya leo ni siku ya Jumatano ya tarehe 22 mwezi wa 4. Tunayo masomo mawili nami nitasoma. Somo la kwanza linapatikana katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 5. Nalo linasema hivi: nawe fikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Katika Timotheo yule wa pili sura ya 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Mwana-kondoo wa Mungu ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi hawapendi kuonywa ama kuambiwa ukweli, na ukitaka kukosana na mtu basi useme ukweli, na ukweli unauma daima. Msema kweli yeyote yule lazima atakuwa na maadui wengi. Hivyo basi watu wengi wanaogopa kusema ukweli kwa sababu ya kuchukiwa na ulimwengu huu. Lakini ukiwa msema kweli utaitwa mpenzi wa Mungu, na wanaosema kweli ni wale wapenzi wa Mungu. Lakini wasiosema kweli manake sio wapenzi wa Mungu. Ukiwaonya watu makosa yao, basi utatengeneza uadui na watu hao. Lakini njia ya kusema ukweli, msema kweli ni mnyenyekevu, msema kweli ni mpenzi wa Mungu, na msema kweli huliponya. Anaweza kaliponya kanisa, anaweza kaponya taifa, anaweza kasababisha mambo mazuri Mungu ayalete kwa sababu ya hii kwa kusema ule ukweli. Lakini usiposema ukweli, taifa litapotea, jamii itapotea, kwa sababu hautendi haki, na kwa sababu hausemi ukweli, basi utakuwa umelipotosha taifa kwa ujumla. Lakini neno linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Tujifunze neno la Mungu, na neno la Mungu litumike katika kutuonya makosa yetu kama wanadamu. Mungu atusaidie sana katika kutambua ukweli na haki. Pindi watumishi wa Mungu wanapolitumia neno la Mungu katika kujifunza na kuwaonya watu makosa yao na kuwaadibisha katika haki, tukayapokea hayo mafundisho. Sio wakati wa kuchukia, sio wakati wa kukataa ukweli, sio wakati wa kukimbia ukweli. Ni wakati ambao tunatakiwa tuseme kweli, tukiwa wakweli mbele za Mungu, tukiwa wakweli mbele za Mungu, tukienenda matendo yetu yakionyesha ukweli, basi tutakuwa ni marafiki wa Mungu. Watu wengi tunakosa urafiki na Mungu kwa sababu sio wasema kweli. Na katika ulimwengu huu watu ni waongo kupita kawaida. Watu wanatafuta ni waongo kwa sababu wanatafuta maslahi. Ukweli wa Mungu ndani yao haupo. Tumemwacha Mungu. Tumekuwa ni watu wa kutafuta mambo ya kidunia, ambayo hayo mambo ya kidunia hayawezi kutufikisha mahali popote. Lakini tukiwa wakweli mbele za Mungu, tukivaa ukweli wa Mungu, tukatenda yaliyo ya haki, tukatenda haki ama tukaitendea jamii haki, Mungu atatupokea chochote tutakachokiomba kwa jina la Yesu. Na kwa sababu tuna haki, na kwa sababu tuna matendo mema, na kwa sababu tunasema kweli, Mungu atasikia, na akisikia atatufungulia milango ya baraka. Tukitaka kupokea baraka, basi tuwe wa kweli mbele za Mungu. Tuseme kweli. Tuseme kweli. Lakini sasa hivi tumeshapoteza na maana ya ukweli. Tumeshapoteza ukweli. Watu wanaishi katika hali ya majungu, hali ya fitina, hali ya uongo,
na wengine wamekuwa wakijipatia fedha kwa kutumia uongo. Yaani mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Hata taifa letu wakati mwingine yawezekana inakwenda nje yako, sababu ukweli ndani yake haupo. Hebu watumishi wa Mungu, muwe viongozi wa serikali, viongozi wa kidini, viongozi wa vikundi, sehemu mbalimbali, tuwe wasema kweli. Tukiwa wasema kweli, kwanza tutakuwa wapenzi wa Mungu, na pia hatuwezi kutengeneza migogoro katikati ya jamii. Tukitaka tutengeneze migogoro ndani ya jamii, tuseme uongo. Lakini mara nyingi watumishi wa Mungu wanapojaribu kuonya mambo mbalimbali yanayojitokeza, hasa kwa wakati huu na kipindi hiki kigumu, wamekuwa wakidharauliwa. Lakini Mungu anasikia, na kwa sababu Mungu anasikia na anayaona haya, na Mungu hawezi kuwepo mahali hapo kwa sababu kutokana na tabia zetu zilizopo, maana yake tunamuondoa Mungu, tunaondoa utukufu wa Mungu. Na ndio maana sasa, na Mungu akisha tuacha, tutakwenda ovyo na taifa letu litakwenda kupotea. Lakini ili Mungu arudishe utukufu wake, ni lazima tuseme ukweli. Kwanza tutubu na Mungu arudishe hali ile ya kuwa pamoja nasi, maana mambo mengine hatukuyazoea, yamekuja tu, tunabaki kushangaa. Lakini kilichobaki ni kumrudia Mungu. Katika familia zetu tuseme ukweli. Katika maisha yetu tuwe wa kweli, iwe kwenye jamii, iwe kwenye vikundi, iwe sehemu yoyote ile. Tunapoonywa, tunapokaripiwa, pale tunapokwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu, tukubali. Hata kama ukweli unauma, hebu tujirekebishe, ili kusudi tunusuru taifa letu, tunusuru familia zetu, tunusuru mambo yetu, tunusuru kila hali ya namna yoyote ile, ili mambo mengine yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu yasijitokeze. Mpenzi mtazamaji, hebu barikiwa kupitia neno hili kuhusiana na kusema ukweli mbele za Mungu. Pale tunapoambiwa ukweli, tukubali, tusichukie, bali tuyafanyie kazi. Hebu ndugu msikilizaji, hata kama ungekuwa ni wewe ukifanya kosa lolote, hebu kubali kuonyeka, kubali kurudi nyuma, kubali kupokea hayo. Hata watumishi wa Mungu wanapotuonya, tujaribu kuwasikiliza na kuyafanyia kazi, ili tutengeneze mahusiano mazuri kati yetu sisi pamoja na Mungu. Mungu awabariki sana, na Mungu atuponye. Tuendelee kuliombea taifa ili libaki salama. Mungu awabariki. Amen. Ulikuwa nami mchungaji Patrick Yono Mwankupili wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Magharibi, ushirika wa Lupeta, tuko pale Iunga. Karibuni sana kwa kusikiliza neno la Mungu, na Mungu awabariki. Amen.